nisome maandiko haya, baada hapo niwe na machache ya kusema nani. Yako mengi, lakini nianze na Injili ya Yohane. Asante kwa usikivu, Mungu awabariki. Injili ya Yohane sura ya 7. Yohane sura ya 7, kuna mstari unaohusu Roho Mtakatifu hapo. Iko mingi mwanzo hadi Ufunuo, lakini hii ndilo Roho Mtakatifu aliyosema nisome mbele yenu. Yohane 7:37 hadi 39, kwa maana 39. Biblia inasema hata siku ya mwisho, siku ile kubwa ya sikukuu, Yesu akasimama akapaza sauti yake akisema, mtu akiona kiu na aje kwangu anywe. Aniaminie mimi, kama vile maandiko yalivyonena, mito ya maji yaliyo hai itatoka ndani yake. Na neno hilo alilisema katika habari za Roho ambaye wale wamwaminio watampokea baadaye, kwa maana Roho alikuwa hajaja kwa sababu Yesu alikuwa hajatukuzwa. Twende Matendo ya Mitume sura ya 2. Naomba sura hii naisoma yote nzima, na kuna mambo nitakayo summarize yako hapa. Naomba nisome. Ingetosha Matendo 2:1 hadi 4, lakini hatuwezi jua makusudi ya Roho Mtakatifu. Biblia inasema hata ilipotimia siku ya Pentekoste, walikuwako wote mahali pamoja. Kukaja ghafula toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu ukienda kasi, ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Ukawatokea ndimi zilizogawanyikana kama ndimi za moto uliowakalia kila mmoja wao. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Na waliokuwako Yerusalemu, Wayahudi wakikaa, watu wataua, watu wa kila taifa chini ya mbingu. Basi sauti hii iliposikiwa, makutano walikutanika, wakashikwa na fadhaa, kwa kuwa kila mmoja aliwasikia wakisema kwa lugha yake mwenyewe. Wakashangaa wote, wakastaajabu, wakiambiana, tazama, hawa wote wasemao si wa Galilaya? Imekuweje basi sisi kusikia kila mtu lugha yetu tuliozaliwa nayo? Walpadi, Wamedi, Waelamu na wao wakao Mesopotamia, Uyahudi na Kapadokia, Ponto na Asia, Frigia, Pamfilia, Misri na pande za Libya karibu na Kirene, na wageni waliotoka Rumi, Wayahudi na ongofu, Wakrete na Waarabu, tunawasikia hawa wakisema kwa lugha zetu matendo makuu ya Mungu. Wakashangaa watu, wakaingiwa na shaka, wakiambiana, maana yake nini mambo haya? Wengine wakawadhi yake wakisema, wamelewa kwa mvinyo mpya. Lakini Petro akasimama pamoja na wale 11, akapala sauti yake akawaambia, naomba zingatia hapo, Petro nitamzungumzia kidogo. Akawaambia, enyi watu wa Uyahudi na ninyi nyote mkao Yerusalemu, lijueni jambo hili, mkasikilize maneno yangu. Sivyo mnavyodhani, watu hawa hawakulewa, kwa maana ni saa 3 ya mchana. Lakini jambo hili ni ile lilonenwa kwa kinywa cha nabii Yoeli. Itakuwa siku za mwisho, asema Mungu, nitawamwagia watu wote roho yangu, na wana wenu na binti zenu watatabiri, na vijana wenu wataona maono, na wazee wenu wataota ndoto. Na siku zile nitamwagia watumishi wangu wanaume na wanawake roho yangu, nao watatabiri. Nami nitatoa ajabu katika mbingu juu, na ishara katika nchi chini, damu na moto na mvuke na moshi. Jua litageuka kuwa giza na mwezi kuwa damu, kabla ya kuja siku ile ya Bwana iliyokuu na iliyo dhahiri. Na itakuwa kila atakayelitia jina la Bwana ataokolewa. Enyi
waume wa Israeli. Petro anaendelea kusema hapo, Injili imerindima. Sikilizeni maneno haya, Yesu Mnazareti, mtu aliyedhihirishwa kwenu na Mungu kwa miujiza na ajabu na ishara ambazo Mungu alizifanya kwa mkono wake kati yenu, kama ninyi wenyewe mnavyojua. Mtu huyu alipotolewa kwa shauri la Mungu lilokusudiwa na kwa kujua kwake tangu zamani, ninyi mkamsulubisha kwa mikono ya watu wabaya, mkamuua, ambaye Mungu alimfufua akiufungua uchungu wa mauti, kwa sababu haiwezekani ashikwe nao. Maana Daudi ataja habari zake, na alimuona Bwana mbele yangu siku zote, kwa kuwa yuko upande wa mkono wangu wa kuume, nisitikisike. Kwa hiyo moyo wangu kapendezwa, ulimi wangu kafurahi, tena mwili wangu nao utakaa katika matumaini. Kwa maana hutaiacha roho yangu katika kuzimu, wala hutamtoa mtakatifu wako aone uharibifu. Umenijuvisha njia za uzima, utanijaza furaha kwa uso wako. Waume ndugu zangu, Petro anaendelea kuhubiri hapo, mniwie radhi niseme kwa ujasiri mbele yenu habari za baba yetu mkuu Daudi, ya kuwa alifariki akazikwa na kaburi lake liko kwetu hata leo. Basi kwa kuwa ni nabii, akijua ya kuwa Mungu amemwapia kwa kiapo ya kwamba katika uzao wa viuno vyake atamketisha mmoja katika kiti chake cha enzi, yeye mwenyewe akitangulia kuyaona haya alitaja habari ya kufufuka kwa Kristo, ya kwamba roho yake haikuacha kuzimu, wala mwili wake haukuwa na uharibifu. Yesu huyo Mungu alimfufua, na sisi tu mashahidi wake. Basi yeye akisha kupandishwa hata mkono wa kuume wa Mungu na kupokea kwa Baba ile ahadi ya Roho Mtakatifu, amekimwaga kitu hiki mnachokiona sasa na ukisikia. Maana Daudi hakupanda mbinguni, bali yeye mwenyewe anasema, Bwana alimwambia Bwana wangu, keti upande wa mkono wangu wa kuume, hata nitakapowaweka adui zako chini ya miguu yako. Basi nyumba yote ya Israeli na wajue yakini ya kwamba Mungu amemfanya Yesu huyo aliyesulubiwa kwa Bwana na Kristo. Walipoyasikia hayo, wakachomwa mioyo yao, wakamwambia Petro na mitume wengine, tutendeje ndugu zetu? Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo, mpate ondoleo la dhambi, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu, kwa kuwa ahadi hii ni kwa ajili yenu na kwa watoto wenu na kwa watu wote walio mbali na kwa wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu wamjie. Akawashuhudia kwa maneno mengine mengi sana, kuwaonya akisema, jiokoeni na kizazi hiki chenye ukaidi. Nao waliolipokea neno lake wakabatizwa, na siku ile wakaongezeka watu wapata 3,000, wakawa wakidumu katika fundisho la mitume na katika ushirika na katika kumega mkate na katika kusali. Kila mtu akaingiwa na hofu. Ajabu nyingi na ishara zikafanyika na mitume, na wote walioamini walikuwa mahala pamoja na kwa mtoto shirika, wakiuza mali zao na vitu vyao walivyokuwa navyo, na kuwagawia watu wote kama kila mtu alivyokuwa na haja. Na siku zote kwa moyo mmoja walidumu ndani ya hekalu, wakimega mkate nyumba kwa nyumba, na kushiriki chakula chao kwa furaha na kwa moyo mweupe, wakimsifu Mungu na kuwapendeza watu wote. Bwana akalizidisha kanisa kila siku kwa wale waliokuwa wakiokolewa. Sema amen. Shangilie Bwana kwa makofi na vigelegele. Sura nzima. Amen. Homileti hapo sijui nasemaje, lakini twende kwenye ujumbe. Mimi nasema hivi. Haleluya. Amen. Shetani na majeshi yake, kama Mungu hayupo, kama Yesu hakuja duniani akateswa, akasulubiwa, akafa, akafufuka, akapaa mbinguni, kama Roho Mtakatifu hakuwahi kushuka siku ya Pentekoste, ole wetu wanadamu. Maana Ayubu alisema, najua mtetezi wangu yu hai. Sasa sisi hatuna mtetezi, lakini message tunaituma kwa shetani na majeshi yake, giza, kuzimu na mauti, kwamba Mungu yupo mtetezi wetu,
Kristo Yesu alikuja, akafa, akafufuka na akapaa mbinguni, na siku kama ya leo Roho Mtakatifu alishuka. Kwa hiyo hakuna sababu ya mtu kufa moyo hapa. Daudi anamwambia Sauli mfalme na majeshi ya Israeli na Waisraeli kwamba asizimie moyo mtu hapa. Vita ni vya nani? Ni vya Bwana. Mshangilie Bwana kwa makofi na vigelegele kwa hilo. Na nisome neno hili katika Luka 12 na 19. Niwe na maneno machache, nifuatilie sana. Utakapokuwa nadhani naendelea, nitakuwa namaliza. Naomba nisome Mathayo sura ya 12. Mathayo 12, kuna jambo nataka hapo tuliangalie. Mstari wa ngapi? Sina 4 nisipokosea. Luka sore 12. Sikia hapo, kuna jambo muhimu sana ambalo nitalizungumza pale wakati wa ibada ya jioni ya kipekee. 12:54, kuzitambua nyakati. Akawaambia mkutano pia, narudia, Luka 12:54 hadi 57. Sikiliza. Akawaambia makutano pia, kila mwonapo wingu likizuka pande za magharibi, mara husema mvua inakuja, ikawa hivyo. Na kila ivumapo kaskazi husema kutakuwa na joto, na ndivyo ilivyo. Enyi wanafiki, mwajua kutambua uso wa nchi na mbingu. Imekuweje basi kuwa hamjui kutambua majira haya? Shia hapo, nenda hapo mbele 19. Taka kuna jambo ni kuwasilishie, naomba ufahamu wako uwe na shauku. Ni jambo gani hilo? Siku ya kihistoria leo, siku ya ushindi. Hakuna shaka Bwana yupo pamoja nasi. Mesema 19:41. Natafuta sana majira, neno majira hapo. Alipofika 19:41 mpaka 44. Asante kwa umakini, kila mtu namuona anafuatilia hapo. Vinasema alipofika karibu, aliona mji, akawilia akisema, laiti ungalijua haya wewe katika siku hii yapasayo amani, lakini sasa imefichwa machoni pako. Kwa kuwa siku zinakuja, adui zako watakujengea boma likuzunge, watakuzingira na kukuhusuru pande zote, watakuangusha chini, wewe na watoto wako ndani yako, wasikuachie jiwe juu ya jiwe, kwa sababu hukutambua majira yako. Naomba nisikilize hapo. Ndugu zangu, ni vizuri kutambua nyakati na majira. Samani wa mama, siku moja nimeenda kuhubiri kwa Tanganyika, barabara ya Mwese, wanaita Kinongo Chekundu, naingia hivi, sijui kunaitwaje kule. Naona sijui Silongo, sijui nini. Narudi, naona kuna watu wanasimamisha gari na mimi niko spidi. Nikasimama, kasema yuko mama anahitaji kujifungua. Yaani mwani kajiuliza, mko mnasubiri gari yangu? Niye kwa nini nasema bwana yeye? Yanaweza katokea kutokea. Washa gari twende. Nasema kama hao wanatujua tumeokoka. Yakitokea kweli, yakitokea wangetubeba, labda tungenusurika. Kazima data. Kuna wao wengine ukiwasha data unaweza hesabu zisikubali. Nikazima data. Kasema ingieni.
tunakaribia kibodi kwenye gari, mtoto amekachomoka. Amen. Tunaingia pale, sasa huyu mama ni mzao wa kwanza. Hapana, hakutambua nyakati na majira. Ndio unajua kuzungumza. Yaani kuna kitu kinatugharimu kutambua nyakati na majira. Mtu hajui hizi ni siku za mwisho, mtu hajui. Lakini ninataka kuzungumza leo mambo matatu. Nimeeleza juzi, sisi wa Kristo tuliokoka wa Pentecoste tuna maadhimisho ya matukio matatu tu. Moja ni Christmas, kuzaliwa kwa Yesu. Lazima udai haki zako. Biblia katika chuo cha nabii Isaya 43:26 inasema, njoo tuhojiane, eleza mambo yako upate kupewa haki zako. Usipozijua, usipozidai, na iko sheria ya Umoja wa Mataifa inasema haki ya mwenye haki itapambaniwa na kupiganiwa na mwenye haki. Lazima ujue Yesu alizaliwa ili iweje, na upambane hayo makusudi yaliyekuja yatokee maishani mwako. Sema amina. Lakini nenda haraka, nenda haraka. Sikiliza, hebu naomba mniangalie. Mchungaji mmoja, hebu sema mchungaji mmoja. Walikuwa nakalia milanda, wakaondoa milanda, akaweka viti. Watu wakawa wanaegama mpaka wanasinzia. Akasema, natoa viti narudisha milanda, maana milanda watu wanaogopa kuanguka. Sasa usiegamie hivi wala hivi, hebu kaa mkao wa ibada. Sema amina. Tuje, tuna sikukuu inaitwa Pasaka, ambayo inajumuisha kuteswa, kusulubiwa, kufa na kufua kwa Yesu. Lazima ujue lile tukio lilikuwa na malengo gani, na udai ya itokee kwenye maisha yako. Lakini sikukuu ya tatu tulionayo ni hii tulionayo leo ya Pentecoste, kwa sababu Yesu alifufuka Jumapili alfajiri, mshindi na zaidi ya kushinda. Jamaa wanasema afufuki mtu hapa, haitoshi, weka na jiwe, weka na mgambo na nini, lakini mwanaume alifufuka. Sema amen. Sasa chukulia nini cha kushindikana, hata kama watu wamesema hutoboi, huzai, huolewi, hebu nini cha kushindikana? Yaani mambo yale huwa ni figa, huwa ni mfano. Ujue kuna mawe yamewekwa na mihuri na walinzi wanalinda. Usitoke hapo ulipo, iwe kiroho, iwe kiuchumi, iwe nini. Lakini ukisoma andiko yale mama, ukae kwenye maombi, mimi nakwambia ndoa inapona, watu wanazaa, watu wanafunguliwa. Biblia inasema Bwana mwenye roho ya Bwana juu yangu, amenipaka mafuta ili kufanya majukumu kadhaa, ikiwemo kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao, na mateka kutangaziwa uhuru wao, na kila mtu kurejeshewa kilicholiwa na palale na madumadi na nzige na mengineyo. Sasa baada ya kufuka Yesu siku ile, zilipita siku 40, ndio akapaa. Baada ya siku hiyo, siku ya Jumapili kama leo, ndio maana Pasaka lazima iwe Jumapili. Krismasi yenyewe yaweza kutoa popote, uongo kweli? Si ndio? Lakini Pasaka na Pentecoste lazima iwe Jumapili. Na ndio maana sisi tunaabudu Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa, Jumapili, Jumamosi. Jumapili tukasema hii ndio mwanaume aliposhinda kifo na mauti. Hapa tutahudhuria wote kama sio wengi. Mshangilie Bwana kwa makofi na vigelegele. Sasa wengine wanaabudu Jumanne, wengine Jumatano, wengine Ijumaa, ndio Yesu amesulubiwa. Tunakuwa na maombi sisi Jumamosi ndio haijulikani hivi ndio hivi nakula kwetu au vipi. Sasa tunakutaneje kushangilia matukio kama haya? Labda kwa kongamano au injili. Lakini Jumapili hata wasiofika mnafikaga. Uongo kweli? Ndio
ndiyo siku ambayo Yesu Kristo alifufuka, na kwa sababu ndiyo siku Roho Mtakatifu aliposhuka, na ndipo siku kanisa lilizinduliwa rasmi. Ndio maana nakushauri, tambua majira. Kukiwa na jambo fulani, yani makinika, mama, baba, kijana, binti, hapo ndipo palipo ushindi wako. Yesu anawaambia, mbona mkifanya hivi na mimi inakwenda inatokea? Sasa kwa nini mtambui? Hapa anasema Yerusalemu mole. Na ndio maana miaka 70 baada ya Kristo, Nero alikuja kapiga Yerusalemu na mambo mengine kadha wa kadha. Tulizungumzia Ijumaa kwa sehemu. Naomba nianzie hapo. Na leo ni Pentekoste. Sasa usipojua Pentekoste ilikuja kwa ajili ya nini, Roho Mtakatifu alikuja, usipotambua nyakati hizi, itakugharimu sana. Naomba nije sehemu ya pili. Ndugu zangu, wokovu ni mchakato kabisa. Huwa wanasema wataalamu kwamba kuna input, kuna mchakato, process, ndio kunapata matokeo, outcome. Hii ni kitu cha kawaida katika mambo ya kiroho, hata kwenye mambo ya kawaida. Kuna mtu anataka tu si mambo yote kama uyoga. Hata uyoga una mchakato. Anataka ajitokee tu kama sio anabeti. Amna. Ndio maana nimekugharimu. Unataka mafanikio, lakini mbona una jambo ambalo lina mwanzo, lina mchakato, alafu upate matokeo. Kuomba huombi labda, na mambo mengine vurugu, mara huku. Nikwambia mshiriki wetu mmoja kanisa moja nilitaja, kachukua mikopo maeneo matatu. Kundi la kwanza inausha ile kitu kinaitwa kausha damu. Sasa jina tu lenyewe linatishia. Unaendaje kichwa kama zimefyatuka kitu? Hawafiki yake malengo hivyo. Sasa nije kwenye wokovu. Kuna jambo nataka nizungumze, ndugu zangu. Nataka nizungumze ujue hivyo kwamba wokovu ni mchakato. Mpaka ukiona mtu, Biblia inasema kiwango cha juu sio kukomaa, ni kukua hadi kufika kwenye cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Efeso sura yake ya 4 mstari wa 13. Kila mmoja awe anapambania kupafikia hapo, vinginevyo tunaweza tukakuona hujaokoka kumbe umeokoka, na wewe unaweza ukajiona hujaokoka kumbe umeokoka. 13. Hata na sisi sote tutakapoufikia umoja wa imani na kumfahamu sana mwana wa Mungu, sana, sio kidogo, hata kuwa mtu mkamilifu, hata kufika kwenye cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Sasa mpaka kufika hapo ni mchakato. Ndio nataka niuzungumze kidogo, alafu tuimbe hiyo wimbo wetu kama siku ya Pentekoste, na pale tutaimba tuombe Roho Mtakatifu ajaye. Na niliwaeleza Ijumaa kwamba hakuna kutosheka kujaa Roho Mtakatifu. Kuna kumpokea kwa wale ambao hawajampokea, na kuendelea kujaa. Niliwaambia Ezekieli inasema ule mto, yale maji yakafika kwenye viweko vya miguu, baadaye si wapi, baadaye mtu akogelea. Ndivyo alivyo Roho Mtakatifu. Mwingine akinena tu kwa lugha dakika 2, maneno mawili amekata, sema tayari mimi nimeshakomaa kama papai. Papai likikomaa, ndugu, hakuna kinachoendelea pale, ni kudondoka. Endelea kuomba, kujaa. Hiki ndio kipimo kufika kwenye cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Sasa tangu kuokoka mpaka kufika hapo ni mchakato. Waweza kukuona hujaokoka, hata jamii waweza kuona hujaokoka, na labda wewe mwenye unajitilia mashaka. Hapo ndipo palipo pagumu. Lakini leo niseme maneno haya machache. Nikupongeze kwa kuokoka. Kama kweli umeokoka, na usiwe hapo hujaokoka. Kuna mwingine hataki kuongoza sala ya toba, na maanisha
Kuna mwingine hataki kubatizwa maji mengi. Anamaanisha nini? Hapa hatupo hapa kusubiri kwenda jehanamu, tuko hapa kwenda mbinguni. Na kama umeamua, amua. Kuna mwingine anaweza kaonekana leo, inapita wiki 3 ndio anaonekana, inapita miezi. Wewe kama ni mshirika wa hapa, tujue. Kama sio, tujue. Tunakupenda na tunakuhitaji, lakini toa viashiria kwamba kweli tunasafiri pamoja. Sema amen. Hallelujah. Jumapili iliyopita tulikuwa na somo linasema maisha mapya na utu mpya. Naomba nikutoe wasiwasi. Haijalishi sio ndio uwajibikaji performance au matokeo ya viwango fulani. Kama uko vizuri kiroho, kama kuna shida, naomba niseme neno hili: maisha mapya na utu mpya inawezekana. Yaani nakuhakikishia, shetani asikupige bao la mkono, mbona hivi? Mwingine mpaka anaacha na kuacha. Hapana. Ujue hili, nataka niseme nawe mambo ya ndani kadri Roho Mtakatifu alivyonifunulia. Nataka niseme hivi, tumzungumzie kifupi mtu mmoja anaitwa Petro. Naomba leta ufahamu wako, leta ufahamu wako. Tunaenda kumaliza kifupi. Jioni pale nje panawaka moto. Roho Mtakatifu anashuka. Tunafanyia nje leo jioni. Usikose. Nilisema tumchukulie nani? Biography ya Petro. Nilisema hivi, kuna maisha ya kabla ya kuokoka. Mimi najua kabla ya kuokoka nilikuwaje. Na baada ya kuokoka kuna mambo kabisa yenyewe yaliondoka, mengine niliyakataa. Na bado mengine yalinifuatilia na bado yananifuata, lakini nimewaambia tuheshimiane. Cheni dharau. Na nifuata namna hiyo mimi. Kuna mwingine matabia namfuatilia, anacheka nayo tu. Wewe jamani, uko isi kabila yetu ndio hivi, sisi uko wetu. Hakuna lima njita hapa kwa tabia na dhambi na mambo yanayokufuatilia. Unakuwa mkali, utafikiri komboko. Inge anatembea kikundi liko vigusa tu. Aisha bandika, wewe niko na kugusa, unaniumia nini? Mimi sigusu. Tumkali, kondofu. Utu mpya inawezekana. Haleluya. Petro kabla hajaokoka, ndugu zangu, utu wa kale asilimia zote, maisha ya dhambi, utu wa kale ndio maisha ndio kabisa. Akamsikia Yesu anahubiri, naomba nisikilize. Akasema, sijawahi kuona kwenye dini yetu mtu anahubiri namna hii. Nadhani ni mtu tofauti. Ndio maana injili yetu, ibada zetu lazima ziwe tofauti na ibada zingine. Sio mtu aje hapa alafu afananishe na mambo ya dini ambao na wachawi wanabuna wale wanaabudu. Mungu anakuja akawa ameokoka. Kulitokea badiliko. Ndio maana kama hakuna badiliko baada wewe kuokoka, njoo tukubandikie mikono, lazima kutoke mabadiliko. Lakini kuna jambo, pamoja na kuokoka kuna dhambi na tabia fuatilizi ambazo ziliendelea kumfuatilia. Ndio maana nilikwambia Kutoka 14:5, baada ya wana wa Israeli kuondoka Misri, Farao aliandaa jeshi maalum. Sio jeshi la akiba, japo tunatambua jeshi la akiba. Nikisema hivyo jeshi la akiba sio kama na madharirisho. Jeshi maalum ili wawarudishe.
Lakini pia Mathayo 12:43-45, pepo anapomtoka mtu huwa anaenda anatamani arudi. Hapo ndio shida iko hapo, kwamba baada ya kuokoka kuna roho, kuna tabia, unaona, ambazo na matendo ambayo yanaendelea kufuatilia. Maana tabia ni roho. Sasa tunamzungumzia Petro, ameokoka kabisa. Ndio maana nimesema usijitilie mashaka kwamba hujaokoka. Mwingine yakimzidi anasema wokovu hamna, mimi nimeshindwa. Hao waliojaliwa wokovu tunajaliwa wote. Naomba usikie tunapoenda kuomba. Petro, yale maroho na matendo na dhambi na tabia fuatizi kama zikaendelea kufuatia. Nizungumze machache. Kwa mfano, Petro alikuwa mtu wa ajabu sana. Ukisoma katika Luka 9:54, yeye na wanafunzi wengine kina Yohana wameenda kushuhudia Injili mahali. Juzi sisi tumeondoka hapa tukaenda mpaka Ifisi mpaka wanaita Igunga, tukachana kwenda magorofani. Eti tunahubiri, anoka mtu mmoja, ni kazi nayo. Petro akasema ujinga huu, agiza moto walawe. Tabia zilifuatilia, ndio ninachozungumza, mengine achana nayo. Mpaka unasema wewe, mimi sikuja kuangamiza, nimekuja kuokoa. Nimekuja kuokoa mimi. Tunamna wataza lao hawa. Unaona hiyo hapo. Nataka nizungumzie maisha kabla ya Petro, maisha kabla ya hajaokoka, baada ya kuokoka, alafu kuna jambo naenda kumalizia, naomba. Siku moja Yesu anawakumbusha, mnakumbuka bustani ya Edeni? Baada ya dhambi, si mnyama alichinjwa, ikachunwa ngozi, baba zetu wakavikwa, damu ilifanya nini? Ilimwagika. Mnakumbuka Pasaka ya pale Misri? Walichinja nini baba zetu? Walichinja kondoo. Damu ikafanya nini? Alafu ile damu ikapaa kwenye mimo. Mimi ni mwana kondoo, nitakamatwa, nitateswa, nitasulubiwa, tauliwa. Petro anasema hayatakupata hayo mzee, kamwe ufe. Mimi niko tayari kukutoa uhai wangu kwa ajili yako. Eti Petro amfie Yesu. Unaona shida hiyo? Hivi tuko pamoja? Yaani ndugu zangu, tabia, roho na dhambi fuatilizi, usipo zithibiti zitakusumbua. Tumalizie pointi ya mwisho. Maana nilifika mpaka Yesu, ila ana sifa zake. Yesu akasema toka mwangu shetani. Leo mshiko mwambie shetani atakaa. Hatutaki kuzungumzia sifa zake katika udhaifu wake ule. Na wewe na sifa baadhi, pamoja na hayo yanayokushinda, mikesha, ibada, utoaji, itakusaidia. Siku moja yenyewe ni somo. Asante kwa kufuatilia haya. Mathayo 14, tumalizie hapa. Mathayo 14. Uone tabia fuatilizi zinavyosumbua. Vinginevyo mchungaji na wazee kama hawana busara kukuza wote. Leta zambi hapa. Fukuza. Sasa na mimi mmenikuta na wazee wana diplomasia, ile tukichukiana. Wewe tafuta hali zipasuka. 22. Anasema
Mara akawalazimisha wanafunzi wake wapande chomboni na kutangulia mbele yake kwenda ng'ambo, wakati yeye alipokuwa akiwaaga makutano. Na alipokwisha kuwaaga makutano, alipanda mlimani Faragani kwenda kuomba. Na kulipokuwa jioni, alikuwa huko peke yake, na kile chombo kimekwisha kufika katikati ya bahari, kinatabika sana na mawimbi, maana upepo ulikuwa mbisho. Hata wakati wa zamu ya 4 ya usiku, Yesu akawaendea akienda kwa miguu juu ya bahari. Wanafunzi wake walipomuona akienda juu ya bahari, wakafadhaika wakisema ni kivuli, wakapiga yowe kwa hofu. Mara Yesu alinena akawaambia, jipeni moyo, ni mimi, msiogope. Sikiliza sangu sasa. Huyo Petro akamjibu akasema, Bwana, ikiwa ni wewe, niamuru nije kwako juu ya maji. Kwa hiyo hakuwa Yesu, eti kama ni wewe. Yaani ni shida. Hebu nenda hapo mbele kidogo uone. na Yesu akaona niendane naye hivyo hivyo alivyo, alafu ataona cha mtema kuni pale mbele. Asema, ikiwa ni wewe, niamuru nije kwako juu ya maji. Sasa Yesu akasema, itakuwa dharau, ina maana sio mimi. Akasemaje? Akasema, njoo. Petro akashuka chomboni akaenda kwa miguu juu ya maji ili kumwendea Yesu. Lakini alipoona upepo akaogopa, akaanza kuzama, akapiga yowe akisema, Yesu, Bwana, niokoe. Mara Yesu akanyosha mkono wake akamshika, akamwambia, ewe mwenye imani hapo, mbona uliona shaka? Utashipaka hapo chini. Sasa wewe fikiria hapa inahusika na nini? Yesu anasema, kama ni wewe niite. Njoo. Na sio kwamba kutembea, sio kwamba hawatembeaje hawa watu wa utu nani. Sio ndio kanisani wanakuja na kusifu hapo, wanapita wanasifu. Sio naona walitembea, sio kwamba alishuka na kuzama. Unaelewa hilo? Wewe unaelewa? Shetani akasema, hii kijamaa kikitembea mita kadhaa, kwanza imani yake itapanda, wengine watatiwa moyo, alafu itakuwa hatari. Akainua mawimbi. Sasa naye badala ya kusema mawimbi mshindo kwa jina, nimeitwa na mwenye anaweza kutuliza mawimbi na naenda, akaanza kuogopa. Ndio shida inakuja. Lakini Yesu angesema, wewe ulisema nitembee, nilikwambia utembee. Utajua mwenyewe, kata kimbo. Tumekuwa tunazungumzia habari ya marehemu Petro, lakini Yesu mwenye huruma akamshika mkono. Sasa vipi, imekuwaje? Au unajua mzee, mawimbi yale sijawahi kuyaona tangu nizaliwe. Wewe uje kuyaona, umezaliwa ziwani wewe. Tunaelewana? Lakini malizia wakati ule wa kuteswa kwa Yesu, akajikongoja, wengine wameshalala mbele, akaona mfuata kwa mbele. Sema, hapa Bwana, unakaa huko choni. Ikitokea hili ni mbio marathoni za hatari, maana hapa alipatashika nguo kuchanika. Akaenda baadaye mpaka nione, akatokea sehemu moja nasema kijakazi, yaani binti wa kike tu. Huyo jamaa alimkana Yesu, akumkana, lakini sifa yake nyingine pale chini nasema akalia kwa majonzi. Kuna mwingine mambo hayaendi, alafu yuko anacheka. Tumeni wote sasa ngapi mnasema? 32. Maombi shida, kusoma ni shida. Huyu yuko tu anacheka kama mahoka. Wewe jamani, hili limekuweje? Na ndipo uponyaji unatokea. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Naomba niseme kazi za Yesu dakika 2 hivi. Kwa wakati wako utasoma. Ukisoma ile Samueli ya kwanza 16, Samueli anamwambia Sauli, na Roho wa Bwana atakujilia, nawe utageuzwa kwa mtu. Kazi ya Roho Mtakatifu, tunageuzwa. Amehitimu Roho Mtakatifu. Hakuna aliyeharibika akashindikana na Roho Mtakatifu. Tabia zako, utu wa kale, utu nini, pale ni komesha. Amehitimu Roho Mtakatifu kumbadilisha mtu. Yunasema mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale
Sema amina. Lakini injili ya Yohana nizungumzie hiyo, inamzungumza kama msaidizi na ni mtetee Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu si wa hausigero wako kufanyia kila kitu, ni wewe unafanya pale unapoishia na kusaidia. Eti Roho Mtakatifu yupo, yeye ndo aombe. Anza kuomba alafu ndo anakubusi sasa. Lakini injili hiyo pia ina nene kama mfariji. Ndio maana sisi hatupaswi kuwa kama mataifa. Mimi wanahubiri kwenye misiba, si unafiwa mpaka dishi inayumba, tunakupeleka mbao hospitali kunundikia maji. Kwa nini? Mzee Isa hajawahi kufiwa. Nimefiwa mmoja na baba yangu mpendwa, nilimpenda. Kila mzee Mkomando anaweza kumkumbuka, alikuwa mrefu hivi, ni wafee mweupe, kipara hapa. Ukimsema baba si huyu, katika lakini sikuzimia. Nafika tukapanga tukazika. Nikafiwa na kaka yangu wa kuzaliwa niliyemfuata kuzaliwa, Daktari Zenobi Isaya, Mwanza. Mnakumbuka? Watu wanalia, nasema tulie. Tukaenda tukazika. Haitoshi mbele yenu, nimefiwa mama yangu mzazi, na nikasimamia mazishi mimi mwenyewe. Hata mtu anafiwa na binamu yake mpaka anazimia. Fiwa na bibi yake, si babu yake. Wewe, hayo maroho ya kutoke kwa jina la Yesu. Ni mfariji. Roho Mtakatifu, acha Bwana. Jaa uone maisha yanabadilika. Mnanielewa? Mtu anafukuzwa kazi iwe ameonewa hajaonewa, mpaka anaanza kuokota makopo, anaanza kujisemea njia. Mtu mmoja akafukuzwa kazi, nilikuwa nasikia wakati wa Mwalimu Nyerere. Kafukuzwa kazi, amefukuzwa kazi, yeye akazani bado anaenda kazini. Ila alichofanya sasa, ile kaunda suti akachomekea, kaunda suti akachomekea, anaenda mpaka Nyerere akasema urudisheni kazini. Nakwambia wewe unajua mambo duniani. Mwingine na staff asema la, nilikuwa napotaka shilingi, sasa hivi napata 90,000. Basi Mungu wangu mwe. Wewe acha Bwana. Mimi sasa mwenye haki wangu ataishi kwa. Mwingine anapoteza juzi. Ndio maana kanuni za fedha, kanuni za ofisi fuatilieni. Mtu mchungaji mmoja ni muhifadhi, anafanya kazi kwenye shirika la fedha, ameenda amedraw milioni 15 ili aanze kuzigawa huko kwenye makampuni yake. Hicho anaangalia, akarudisha ile green hii, akaenda uani kurudi hazina. Wameuza viwanja na baba yake, wameuza basikeli, wameuza nini. Fuata kanuni. Hivi nasema tusipe ibilisi nafasi, turudi kwenye ujumbe. Ni mfariji Bwana Roho Mtakatifu. Akiwepo, dhoruba ya hatari ya ndoa yako. Kuna dhoruba. Ushasikia dhoruba? Ushasikia dhoruba? Ndani mama unasikia amani. Hiyo ni kazi ya Roho Mtakatifu. Ndani baba unasikia amani. Utaalamu wote wa uchumi unapiga huku wapi, lakini ndani unasikia amani. Ni mfariji. Umesema ni msaidizi, lakini anatukumbusha ni mwalimu. Anatuongoza kututia kwenye kweli yote. Na ukisoma katika Matendo ya Mitume 8:39, ndiye atakayehusika kwenye unyakuo. Namna ya kumpokea. Niishie hapo, alafu jiandae sasa kwa dakika chache.
namna ya kumpokea. Somo hili dakika hizi 15 zinatosha 20 ili tuwe na dakika kadhaa. Ni ajabu sana, nashindwa kuelezea. Haleluya! Biblia inasema, Yesu akasema, tumesoma, yeye aliye na kiu na aje, yani uhitaji. Haleluya! Yani unakuwa na kiu kwa habari ya Roho Mtakatifu kuliko kiu ya elimu, kuliko kiu ya gauni, kuliko kiu ya chochote. Mathayo inasema, heri wenye njaa na kiu ya haki, maana hao watashibishwa, watanyweshwa. Huku Petro anasema Roho Mtakatifu hivi, tubuni mbatizwe. Ndiyo ahadi hii inakuja. Kwa kama ulishaokoka mazima, ahadi hii ni kwa ajili yako. Wakati mwingine ukisoma katika Biblia, watu walijaza Roho Mtakatifu wakiomba wenyewe. Siku nyingine kwenye ibada, kama tulivyosoma Matendo ya Mitume sura ya 2:1-4, wako ibadani wanaimba, Roho Mtakatifu anashuka, watu wananena kwa lugha, wanaona mguso usio wa kawaida. Sehemu nyingine Paulo ameenda kwenye mji fulani, asema, nyemeoka, mlibatizwa. Ubatizo gani? Mlijaa Roho. Anasema hata kusikia kwamba kuna Roho Mtakatifu. Ikoje? Akaweka mikono juu yao. Sasa kuweka mikono kwa watu wengi kama hawa, huo muda unaopata wapi? Nakwambia nchi moja, mwenyezi moja, watu wao karibu 200, anataka bandike mikono juu yao wote. Anaweka mikono, alafu anamwambia, hebu unajisikiaje? Achia tu nguvu ya Mungu itembee. Roho Mtakatifu atakufikia. Mwingine bila kuwekwa mikono, mtu mmoja anaona hawezi kupona, hawezi kujaa Roho Mtakatifu, ni sawa, lakini network ya Roho Mtakatifu iko covered mahali hapa. Tutaimba wimbo huu. Haleluya! Tutaanza kumwadhimisha Bwana. Utaona una hali ya hewa inabadilika ukisikia kumwadhimisha Bwana kwa lugha unayoifahamu, kwa kunena kwa lugha, kwa vyovyote. Utashangaa kama siku ya Pentekoste. Na simama kwa miguu yako. Haleluya! Simama, changamka, changamka. Yesu Kristo ni yule jana na leo na hata milele. Aliyoyafanya siku ya Pentekoste, ayafanye leo kwangu na kwako. Haleluya!
shaka. Lora bashaka. Pokea Roho Mtakatifu. Pokea. Pokea nasema. Pokea. 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 Ora bashaka rabaka. Rikataka shaka. Ora marianda. Rikataka shaka. Ora marianda rabasha. Ora marianda rabasha. Ora bakashaka. Endelea kuomba. Roho Mtakatifu anashuka. Roho Mtakatifu anashuka. Roho Mtakatifu anashuka. Roho Mtakatifu anashuka. Endelea kumwadhimisha Bwana. Mafuriko ya Roho Mtakatifu, kunena kwa lugha, matengenezo, uponyaji. Roho Mtakatifu anashuka. 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 Anawashukia watoto wetu. Watoto wetu watajaa, watatabiri. Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anashuka. 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 Pokea jaa Roho Mtakatifu. Pokea jaa Roho Mtakatifu. Pokea jaa Roho Mtakatifu. Ni ahadi ya Baba. Mungu nyesha mvua ya Roho Mtakatifu. Shuka mafuriko. Neno lako mwenyewe Mungu linasema wote wakajaza Roho Mtakatifu, hakusalia mmoja. Watoto wajae, mabinti, vijana, wamama, wababa, sisi sote. Ezekia anasema hata kama sio kwa utakaso mtakatifu, ujazo wa Roho Mtakatifu ndiyo kila kitu. Roho Mtakatifu ni maji. Roho Mtakatifu ni upepo. Roho Mtakatifu ni moto, ni alama ya njiwa, ni muhuri. Roho Mtakatifu tembea. Roho Mtakatifu tembea. Roho Mtakatifu shuka. Endelea kumwadhimisha Bwana. Ninaona wingu la utukufu wa Mungu kwa wababa, kwa wamama. Roho Mtakatifu huyo Yesu Kristo ni yeye yule jana na leo na hata milele. Aliyoyatenda siku ya Pentekoste leo yatendeke kwako. Leo yatendeke kwako. Jaa, 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 jaa. Pokea na ujae kwa kipimo cha kushindiliwa hadi kumwagika. Ikarababasanda, maji ya mito uzima itoke kwako. Kiu ya Roho Mtakatifu inaisha. Jaa, wanakushibishe, wanakunyweshe, akuonekanie. Ikapasha karaba. Endelea kunena, endelea kumwadhimisha Bwana. Iwe kwa lugha ya kawaida, iwe kwa lugha ya kunena kwa lugha. Shikarabasanda lorabariandarabasha ikatakatakatakarabashanda. Ole wako Shetani, ole wa wachawi, ole wa Shetani. Yuko Mungu. Yesu Kristo ameshinda. Roho Mtakatifu yupo. Tunaogopa nini? Hamtufanyi chochote. Itifaki imezingatiwa. Kama Mungu angekuwa hayupo Shetani, kama Yesu angekuwa hajaja, akateswa, akafa, akapaa mbinguni, kama Roho angekuwa hajaja, ole wetu wanadamu. Lakini ole huo kibao kinageukia wewe Shetani. Kazi sana majeshi yenu, pigwa ushindwe. Mbingu zinaunguruma sasa, nuru inaangaza, giza limeshindwa. Ikarabashandarabaka. Endelea kumwadhimisha Bwana. Naiona neema ya Roho Mtakatifu juu yetu. Naiona neema ya Roho Mtakatifu. Watoto endeleeni kuomba. Watoto endeleeni kuomba. Mungu ameahidi kuwajaza na watoto wetu. Ikatakashaka lorabariandarabasaka. Baba, ni fursa ya mtakaso, ya matengenezo kwa kanisa na kwa kila mmoja wetu. Roho Mtakatifu. Petro alipojaza Roho Mtakatifu alibadilika, akawa mjasiri. Petro hakuogopa tena. Petro hakumkana Yesu tena. Petro ikapasakarawasha rawashana ikataka rawasha. Endelea kuogelea, usikate. Shetani asikatishe tamaa. Roho Mtakatifu tayari anaye, tayari
Pentekoste yangu, Pentekoste yako, Pentekoste yetu na uzao wetu ni leo, ni sasa. Roho Mtakatifu nasema, nazifungua mbingu. Shuka Roho Mtakatifu. Sante kwa sababu umetenda. Ita, toka, ita. Ukarababashanda rabarianda rabasi. Ikatakarababasha. Lorabarianda rababasha. Orikatakashakarababasa. Ilabarianda rabasha. Wakaja wote. Wote. Jaro Mtakatifu. Pokea Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu. Kumbuka kutokumpinga, kumbuka kutokumhuzunisha, kumbuka kutokumkufuru. Yeye anakupenda, ni wakwako, ni mali yako. Mtumie. Anataka kuomba, anataka kusoma neno. Yeye ni chapakazi, hataki wa Kristo wazembe. Yupo hapo kwa kazi maalumu. Usimwache akae tu, ataondoka. Mungu akubariki, Mungu akutetee, Mungu akupiganie. Unapoendelea kuomba, wakati mwingine ibada kama hizi huwaga tufungi, vikao vinafanyika nje. Waache watu waogelee mbele za Mungu wao. Ikatakarabasha. Lord, abashanda. Kama siku ya Pentekoste, ndeni kuimba praise.